Bwana asifiwe, watu wa Mungu. Na wasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Nina jambo natamani tuzungumze kidogo. Ni hivi, kuna statement naipenda, lakini nawe pia inaweza kukusaidia. Usipoamua kuwa upande wa watatua matatizo, ni umechagua kuwa upande wa watatuliwa matatizo. Yaani iko hivi, duniani kuna matatizo mengi. Ili uwe mtu mkuu, ni lazima uwe upande wa watatua matatizo. Kama unataka kuwa mtu wa kawaida au mtu wa chini, wewe utageuka tatizo. Hii ndiyo sababu sasa usipokuwa upande wa kutatua matatizo, wewe unakuwa tatizo, unawapelekea watatua matatizo ili walitatue tatizo lako. Mahusiano ni tatizo, ila unaweza ukaamua kutumia fursa hiyo hiyo wewe ukatatua matatizo ya watu kwenye mahusiano, na watu wakakupa hela sababu ya kutatua matatizo yao, na ukawa mtu mkuu katika engo ya mahusiano. Biashara ni tatizo, unaweza ukaamua wewe kuwa mtatua matatizo kwenye upande wa biashara, na watu wakanunua kwako huduma unayotoa ili watatue matatizo yao. Kwa duniani niko hivi, ni aidha uamue kuwa mtatua tatizo au uchague upande wa kuwa tatizo. Naomba nirudie tena. Duniani iko hivi, ni aidha uamue kuwa mtatua matatizo au uchague kuwa upande wa kuwa tatizo. Usipokuwa mtatua matatizo, unageuka kuwa tatizo. Ndiyo sababu sasa unahitaji vitu vitatu au vinne ambavyo vitakusaidia katika kuwa mtatua matatizo na sio kuwa tatizo. Cha kwanza, maarifa. Unahitaji maarifa ya kutosha sana katika engo yoyote unayoifanya kazi au unayoitumia au ulioitiwa, ili wewe uwe mtatua matatizo, usiwe tatizo. Watu wanahitaji huduma yako, ila tu kuna maarifa hauna juu ya huduma yako, ndiyo maana watu hawakufuati. Watu wana matatizo ya kiroho kila siku, ila hawamfuati kila mtu. Wanamfuata mtu mwenye ufahamu mkubwa juu ya masuala ya kiroho. Watu wana matatizo juu ya ndoa, hawamfuati kila mtu. Wanamfuata yule tu mwenye ufahamu mkubwa juu ya ndoa. Kwa hiyo nataka niseme nini? Unataka kuwa mtatua matatizo, basi wekeza sana katika kutafuta maarifa, katika kufahamu. Luka sababu ya kutafuta kujua na kutafuta kufahamu, akapata habari za Yesu na akaa kushinda na Yesu. Hakuwahi kuishi miaka aliyoishi Yesu, lakini duniani tunamfahamu. Ameandika vitabu vikubwa viwili. Ameandika kitabu cha Luka, ameandika kitabu cha Matendo kwa sababu aliamua kutafuta maarifa. Danieli alikuwa mtatua matatizo, na dunia mpaka leo tunamfahamu kwa sababu katika habari za kusoma akajua mambo yatakayotokea miaka ya baadaye. Kumbe unataka kuwa na matokeo au kuwa unatatua matatizo ya watu, lazima uchague upande wa wewe kuwa na maarifa mengi. Watu watayanunua maarifa yako. Ndio maana nasema inuka uangaze, nuru yako imekuja. Nuru ni maarifa. Nuru ni maarifa. Kiwango chako cha maarifa ndio kiwango chako cha kuangaza. Naomba nirudie tena.
huwezi ukaangaza zaidi ya maarifa. Ndio maana pamoja na kuwa mwanga ni ule ule, ila sehemu yenye giza au fanani. Kwa mfano tochi ya simu au ukitumia kibatari hautakuwa sawa na mtu atakayetumia balbu ya sola, na mtu aliyetumia balbu ya sola kuna muda hatakuwa sawa na mtu aliyetumia megawatt balbu kubwa. Kwa kumbe kuna kitu kinatengeneza kitu capacity katika maarifa. Kiwango chako cha kujua ndo kiwango chako cha kutatua matatizo ya watu. Kwa unapohakikisha unatatua matatizo, hakikisha unajua vingi. Jambo la pili, hekima. Hakuna namna ambayo unaweza ukatatua matatizo au kuwa upande wa watatua matatizo alafu ukakosa hekima. Hekima ni uwezo wa kusikia mambo na kuhendo mambo, wakati huo huo kuwa jibu sahihi juu ya hilo jambo. Ukishindwa hapo, maana yake umeshindwa. Jambo la tatu, ukitaka kuwa mtatua matatizo lazima uwe na mwaminifu. Uaminifu ni zaidi ya kutendea. Uaminifu ni uwezo wa kubeba mambo ya watu wengine na kukaa nayo, kutotoka nje. Watu kwenye mahusiano wana matatizo mengi, watu kwenye biashara zao wana siri zao, watu kwenye masuala ya kiroho wana matatizo yao na siri zao. Wanatafuta mtu wa kumtulia matatizo, lakini ili wamtulie haya matatizo ni lazima wamwamini. Wakishindwa kukuamini, wameshindwa kuishi. Unataka kuwa na matokeo, jifunze kuwa mwaminifu. Ndio sababu nikasema hivi, ukishindwa kuwa mtatua matatizo, wewe unakuwa tatizo, unasubiri utatuliwe. Jambo la 4 la mwisho muhimu sana, unahitaji Holy Spirit au blessing au grace. Unamhitaji Roho Mtakatifu ambaye ndiye anatoa neema. Hivi vitu 4 ukiwa navyo, na kuhakikishia unakuwa mtatua matatizo. Ukiwa mtatua matatizo, mataifa watakujia, watu watatoka mbali, watakuja kwako kuja kukuletea utajiri. Watu watatoka mbali, watakuja kwako kuhakikisha wewe unaishi vizuri. Hii ndiyo sababu nilichagua hivi. Chochote ambacho Mungu hajanipa mimi sikihitaji, kwa sababu mimi niliamua kuwa mtatua matatizo. Kwa ukiwa unatatua matatizo, watu watatatua matatizo yako. Yeye aliyekupa kazi ya kutatua matatizo anawatumia watu watatue matatizo yako. Kwa ukiweza kutatua matatizo ya watu watatatua matatizo yako. Uruhusiwi kutatuliwa matatizo yako kama tu hujatatua matatizo ya watu. Kwa zingatia sana hivi vitu 4 muhimu sana. 1, hekima, uaminifu, maarifa na Holy Spirit au neema ya wokovu. Hivi vitu 4 ukiviweka kwenye bando moja ukavifuata, vinakufanya kuwa mtatua matatizo katika yote kubwa. Tunza siri za watu au wateja wako wanazokuambia, itakupelekea wao wakuamini. Hizi kama mtu hajakuruhusu kutoa testimony juu ya maisha yake, usitoe testimony hiyo, itakusaidia. Kama utaitoa, badilisha au ifanye kuwa storyteller. Kuna vitu vibadilishe ambavyo hata yeye akisoma hatashindwa kuelewa kama ni yeye. Nikutakie wakati mwema na siku nyingine tena. Hello Tanzania, hello Africa.